nataka hii sauti ifikike mpaka barabarani. Watoto, wakubwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nachukua fursa kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka hai hadi siku hii ya leo ambapo tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Katika kuhakikisha ukuaji wa mtoto pamoja na afua mbalimbali zote za ulinzi na usalama wa mtoto, serikali imeweza kusimamia au kufanya mambo mbalimbali ya utekelezaji wa programu ya taifa ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto ya mwaka 2021, 22, 24 mpaka 25, ambayo imelenga watoto wote chini ya miaka 0 mpaka 8 kujikita katika kuimarisha huduma za afya kwa mtoto, lishe bora na toshelezi, uchangamshi na ujifunzaji wa awali na ulinzi wa mtoto. Vile vile serikali imeimarisha mfumo wa utoaji wa huduma za ustawi wa jamii kwa watoto walio katika mazingira hatarishi wanaopatikana mtaani, ikiwa ni pamoja na malezi mbadala yanayojumuisha kutumia malezi kwa kuaminika. Pia katika makao ya mtoto, malezi ya kambo na kuasili. Katika kuzuia na kutokomeza vitendo vya ukatili wa wanawake na watoto kwa 50% ifikapo 2020 hadi 2030. Wizara inasimamia na kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa kwa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kupitia mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Ukatili dhidi ya wanawake na watoto ifikapo 2024 2025 mpaka 2029. Mtakuwa ni kuimarisha uchumi wa kaya, kutokomeza mila za desturi zenye madhara, kuimarisha mazingira salama katika maeneo ya umma na mtandao wa kijamii, kuimarisha mahusiano na malezi ya mtoto wa familia, usimamizi na utekelezaji wa sheria, utoaji wa huduma za mwitikio kwa wahanga wa vitendo vya ukatili na ulinzi wa mtoto shuleni na stadi za maisha. Tunakumbushwa nini? Pindi tunapopatwa na majanga mbalimbali ya ukatili, iwe ukatili wa kimwili au ukatili wa kisaikolojia au ukatili wa aina yoyote, tunapaswa kutoa taarifa. Tunapaswa kufanya nini? Kutoa taarifa kwa mtu yeyote unayemwamini, ambaye unajua ukimfikishia huyu taarifa atakusaidia kwa namna moja ama nyingine. Ukiwa nyumbani, toa taarifa kwa mtu unayemwamini, awe ni ndugu yako au awe ni jirani, ni mtu yoyote. Sawa? Lakini ukiwa kwenye eneo la shule, hakikisha unatoa taarifa kwa mwalimu unayemwamini. Lengo lake ni nini? Ni kuondoa madhara ya ukatili ambayo yanaweza yakakupata. Kuondoa nini? Madhara ya ukatili ambayo yanaweza kukupata. Kwa sababu ukikaa kimya utaathirika zaidi. Ukikaa kimya utafanya nini? Utaathirika zaidi. Umepigwa, hujatoa taarifa, huwezi kutibiwa. Madhara yake yatakuwa makubwa zaidi. Umebakwa, hujatoa taarifa, madhara yake yatakuwa makubwa zaidi. Kwa sababu ukibakwa na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi, si utapata ukimwi jamani? Si ndio? Hujatoa taarifa, maana yake hautoweza kupata huduma za afya kwa wakati. Utapata ukimwi, lakini vile vile unaweza ukafa kwa sababu hujatoa taarifa. Kumbe ni muhimu tukatoa taarifa pindi unapofanyiwa ukatili wa aina yoyote ile. Haijalishi umetishiwa, haijalishi upo katika mazingira gani, hakikisha unatoa taarifa ili uweze kusaidika kwa uharaka zaidi. Watoto, toa taarifa unapofanyiwa ukatili. Sawa? Ili kuepusha madhara makubwa zaidi. Katika kuhakikisha mila na desturi zenye madhara kwa jamii
zinazotokomeza ikiwemo ukeketaji. Wizara imeandaa mkakati wa taifa wa kutokomeza ukatili nchini kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii kuhusu athari za ukeketaji. Lakini mpaka sasa kiwango hiki cha ukeketaji kimeshuka kutoka 10% mpaka 8%, takwimu za mwaka 2025. Katika kuimarisha uelewa wa wazazi na walezi kuhusu wajibu wao kwenye malezi na mafunzo ya watoto na familia, wizara imeandaa mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya familia wa mwaka 2022 kwa lengo la kuwakumbusha wazazi na walezi wajibu wao katika kulea watoto katika misingi inayofaa na ili wakue kufikia utu uzima wenye tija. Maana yake ni nini? Kwamba mwongozo huu unasaidia kuwakumbusha majukumu mazuri zaidi ili waweze kuwalea watoto wao katika misingi iliyo bora. Katika misingi iliyo nini? Iliyo bora. Wewe mtoto ukiwa shuleni utapewa elimu, lakini mzazi naye akiwa nyumbani atapewa nini? Elimu ya matunzo bora. Lengo ni kuhakikisha kizazi kijacho kinakuwa katika hali inayotakiwa, hali nzuri ya ustawi wa kijamii. Lakini vile vile wizara imeanzisha huduma ya simu bila malipo. Imeanzisha huduma ya simu bila nini? Bila malipo. Ukipatiwa tatizo lolote linalohusiana na ukatili au mwenzako amefanyiwa ukatili wa aina yoyote ile, piga simu bure. Piga simu nini? Bure. Na namba hiyo ni 116. 116. Watoto unapiga simu namba ngapi? 116. Una haja ya kujieleza sana kwamba mimi jina langu ni nani. Wewe utasema tu mimi ni raia mwema kutoka kijiji cha labda Kiwanja, Mbugani, Isenyela, wapi. Kuna mtu fulani kafanyiwa tukio 1, 2, 3. Nyumba iko sehemu fulani. Tumeelewana? Tusiogope kwamba pengine ukipiga simu kwamba wanaweza wakasema ni mtu fulani aliyetoa taarifa. Sawa? Wewe toa taarifa, lakini taarifa zako zitakuwa ziko salama. Wala hamna mtu yoyote ataweza kujua. Na namba nyingine ya wizara ni namba 0766 400 168. Narudia 0766 400 168 au 0262 16 0250 kwa lengo la kupata huduma za ushauri, maelekezo na kupata huduma zaidi. Watoto msipende kudanganyika jamani, mmesikia? Mkifanyiwa ukatili na mtu yoyote yule, hata akiwaambia nitakuua, wewe usiogope, lakini uende ukaripoti, sawa? Si ndio? Mnajua mnatakiwa mripoti wapi? Mnajua mjui? Wapi mnatakiwa mripoti? Sawa. Wengine sekondari mnajua mnatakiwa mripoti wapi ukatili? Wapi mnaenda kuripoti? Mnatakiwa mkaripoti kwa walimu, kwa walezi na kwa mtu yoyote, mtu mzima ambaye mnamwamini. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watoto wa halmashauri ya wilaya ya Chunya tunayo furaha kubwa ya kusherehekea siku hii muhimu ya kilele cha siku ya mtoto wa Afrika katika kata ya Mbugani. Tunaungana na watoto wote nchini Tanzania na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo huadhimishwa kila tarehe 12 Juni ya kila mwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, chimbuko la maadhimisho haya ni mauaji ya watoto takribani miaka 2000 yaliyofanyika na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika Kusini tarehe 16 Juni 1976. Mauaji hayo yalitokea wakati wa maandamano ya wanafunzi wa lengo la kupigana mfumo wa elimu ya kibaguzi iliyokuwa inatolewa na utawala wa Afrika Kusini. Mwaka 1991 viongozi wa Umoja wa Nchi za Afrika walifanya uamuzi
wa kuenzi siku hiyo ikiwa ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto hao. Aidha, tumefurahi kwa kuwa mmetuthamini na kutuheshimu. Ndiyo maana umeacha majukumu mengi ulionayo na umekubali kuungana nasi kuwa mgeni rasmi siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2025 ni haki za mtoto tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu hii ina umuhimu sana kwetu watoto wa Afrika kwa kufanya tutafakari haki zetu tulipotoka, tulipo na tuendako. Aidha, tuwakumbusha wazazi wajibu wao wa kutupatia mahitaji yetu kwa kuzingatia masuala yote yanayomhusu mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho yanalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wazazi au walezi na watoa huduma wote wajibu wao katika kutekeleza haki 5 za msingi za mtoto ambazo ni: 1. Haki ya kuishi kwa mtoto bila kukatisha uhai wake. 2. Haki ya kuendelezwa kielimu, kiutamaduni na vipaji vya mtoto. 3. Haki ya kulindwa dhidi ya ukatili wa aina yoyote. 4. Haki ya kushiriki kutoa maoni katika masuala yanayomhusu mtoto kulingana na umri wake. 5. Haki ya kutobaguliwa kwa mtoto kutokana na hali yake. Mheshimiwa mgeni rasmi, watoto wa halmashauri ya wilaya ya Chunya tunakabiliwa na changamoto zifuatazo: 1. Watoto wenye mahitaji maalum kubaguliwa au kuteuliwa. 2. Kukosa maarifa na stadi za kazi. 3. Ajira za watoto mfano machimboni na mashambani. 4. Mmomonyoko wa maadili. 5. Mila na desturi potofu mfano ndoa za utotoni. 6. Kukosa malezi na makuzi sahihi kutoka kwa wazazi au walezi. 7. Matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, watoto wa halmashauri ya wilaya ya Chunya tuna maombi yafuatayo: 1. Tunaomba elimu inayoletwa izingatie watoto wenye mahitaji maalum. 2. Tunaomba serikali itupatie maarifa na stadi za kazi ili tuweze kuendeleza taaluma na vipaji vyetu. 3. Tunaomba sheria zinazojihusisha na kutetea haki za watoto na kupinga ajira za utotoni zitiliwe mkazo na kusimamiwa vyema. 4. Tunaomba wazazi na walezi waendelee kusimamia maadili katika jamii zetu. 5. Tunaomba mila na desturi zote zisizo sahihi ziendelee kukemewa ili tuweze kuishi na kutimiza ndoto zetu. 6. Tunaomba tupatiwe malezi sahihi ili kuondokana na mmomonyoko wa maadili. 7. Tunaomba serikali isimamie matumizi sahihi ya teknolojia au utandawazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watoto wa halmashauri ya wilaya ya Chunya pamoja na changamoto tulizotaja hapo awali, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali yetu iliyo chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutupatia elimu bure, kutujengea miundombinu ya elimu mizuri, kutuongezea walimu pamoja na vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Pia tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa walimu, wazazi au walezi, taasisi za kidini, wazee na jamii kwa ujumla. Leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Ni kweli watu wamejaa uwanjani kwa furaha. Wazazi na wageni, kwa makini sikio tegeni. Kuna jambo nawaelezeni, la muhimu nawaambieni. Simu ni kifaa muhimu, hutumika kote ulimwenguni, lakini inatugharimu. Huko nyumbani watoto hatuna thamani, mko bize WhatsApp, Facebook na Instagram. Mimi na hicho kisimu ni nani wa muhimu? Mnaporudi majumbani kutoka makazini, miguu juu sebleni, uperuzi mitandaoni, haulizi ya shuleni, tunafanya kazi majumbani. Mimi na hicho kisimu nani ni wa muhimu? Kisimu mnakivalisha, chenyewe kinapendeza,
vocha haijaisha, kutwa mnajazia, ila sisi mwatuchosha, karo kutolipia. Mimi na hicho kisimu, ni nani ni wa muhimu? Kweli simu ni muhimu, itumike kwa makini. Wazazi pia walezi, tunaomba tupendeni. Mimi ni muhimu kuliko hicho kisimu. Tuna furaha watoto na tumeipenda pia, ambayo inafanyika wilaya ya Chunya, kata ya Mbugani. Watoto tumefurahi sana. Siku ya leo ina vinywaji na chakula. Watoto tumeipenda sana. Tunawashukuru sana. Watoto wenzangu nawaambia kwamba tujenge urafiki, tupendane, tuishi kwa pamoja, ambayo siku ya leo ni ya furaha sana. Tunafurahia sana kuwepo hapa watoto wa Afrika. Tunajua sikukuu yetu, tumesherehekea, tumepata burudani mbalimbali. Tumefurahi, tunamshukuru mkurugenzi wetu kwa kutufanyia haya maandalizi. Leo ni siku ya watoto, wafurahi, wacheke, wapate marafiki katika hapa. Tumekutana maana shule mbalimbali. Tufurahi, tusijitenge, tuwe pamoja, tushirikiane. Kwa hiyo tunawashukuru wote tulioshirikiana kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Asanteni sana. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.